Kwa taarifa ambazo niko nazo mpaka hivi sasa ni kwa maana ya kikosi cha Young Africans ambacho kitakuwa kiko nyumbani dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya kikosi cha Simba, dabi ya Kariakoo, ambayo ndiyo itakaenda kututanabaisha nani anaweza akawa bingwa wa msimu wa mwaka 2024-2025 kati ya kikosi cha Young Africa dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club. Maandalizi yanaendelea kwa makubwa sana. Although katika content iliyopita nilikueleza kwamba usiri umekuwa mkubwa sana kutoka kwenye kambi hizi zote za Simba na Young Africa. Hakuna mtu anayeruhusu kuingiliwa mara kwa mara, na wameepusha hiyo miingiliano ili kuepusha pia pressure zisije kuwa kubwa sana kwenye vikosi vyote hivi viwili. Ni mchezo ambao tension yake ni kubwa sana na unaweza ukaona mahitaji pia yanasababisha mechi yenyewe iwe na tension kubwa sana. Sasa taarifa ambazo nimezipokea kutoka kwenye vyanzo vyangu ambavyo si rasmi ni kwamba wachezaji wa Young Africans wameahidiwa kitita cha zaidi ya milioni 200 kama kweli wataweza kushinda katika mchezo wa hiyo kesho dhidi ya kikosi cha Simba. Sijajua kwa upande wa kikosi cha Simba kama wao wameshaahidiwa chochote, lakini hizi fedha Young Africans watagawana iwapo watashinda katika mchezo wao. Young Africans wanataka ushindi kwa namna yoyote ile, kwani wanahitaji kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kuendelea kuweka ubabe kati yao pamoja na Simba. Usisahau katika misimu kadhaa iliyopita Simba amekuwa akichezea kipigo kikubwa sana kutoka kwa kikosi cha Young Africans. Lakini sasa nikaona ni vyema nije nikupe uchambuzi wa kina kuhusu backline za pande zote hizi mbili, kwa maana backline ya kikosi cha Young Africans pamoja na backline ya kikosi cha Simba Sports Club. Ni mambo gani ambayo wasiyafanya ambayo yanaweza yakasababisha timu hizi zote zikapata dhahama kubwa sana ya mabao. Tukianza na kikosi cha Simba Sports Club, moja kati ya makosa ambayo nadhani wasije wakayafanya kama kweli wanataka kupata ushindi ni kuanzia mashambulizi yao kutokea nyuma, kwa maana Saliva Lavopiana. Kwa nini nasema hivi? Simba wamekuwa wana tendency kubwa sana ya kufanya makosa binafsi mengi sana kwenye eneo lao la ulinzi, ambayo yanatokana na back passes zisizokuwa na msingi. Kwenye mchezo dhidi ya kikosi ya Kagera Sugar, Simba walikuwa na back pass nyingi sana, lakini hata kwenye mechi bigi ambazo Simba wamecheza kimataifa, back passes zimewagharimu sana. Kwa nini? Kwa sababu ya Shemalon pamoja na Musa Pinpin Kamara pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Kuna pasi ambazo wanazipiga zinakuwa hazijakamilika kwa kiasi hiko. So unakuta timu pinzani iko na high pressing ama counter pressing, and then wanawiba ule mpira na wanaondoka nao. Kwa system ambayo Young Africans wanacheza nayo ya kumtegemea Maxim pia Pacome Zouzoua pamoja, obvious katika mechi ya kesho Young Africans watacheza na watu wanne pale mbele. Twende vizuri ni predict na ile eneo. Kwa maana tarajia atacheza Maxim pia Pacome Zouzoua, Mzize pamoja na Chama Clatous. Operation ya hawa watu itakuwa inabadilika kutokana na hali mbili za mpira miguu. Young Africans wakiwa wana mpira tutaweza kumuona Chama akiwa front, lakini ninaamini kama Yanga haitakuwa na mpira inawezekana Chama akawa nyuma ya Maxim pia pamoja na Mzize, ambao wao ndio watakuwa wanatumika ku counter press, wakati Pacome na Chama wakiwa chini yake wakisubiri kupata zile second balls ama kwa sehemu ya transitional build up. Sasa kwa watu wanne ambao watakuwa naweka pressing hali ya juu pale juu, Simba lazima apunguze hizi back pass nyingi sana na kuanzia mashambulizi kutoka chini, kwa sababu Young Africans wamefunga mabao 80, asilimia karibia 30 ya mabao ambayo wameyafunga yametokana na hizi counter pressing. Yani ulikuwa na mpira, wamekupress, umeupoteza, wameanzisha mashambulizi and then wameondoka. Lakini Young Africans ni master of transitional, wana uwezo mkubwa sana wa kuhama kutoka kwenye eneo la kutokuwa na mpira na kwenda kwenye eneo la kuwa na mpira, kwa sababu wana playmakers wengi sana eneo la katikati. Aucho ni playmaker, Mudathiri ni playmaker, Pacome ni playmaker, Max ni playmaker, hata akicheza Duke Abuya ni playmaker. Yani ni watu ambao wanaenjoy kupasia mpira, na mpira ukiwa mguuni kwao inakuwa ni ngumu sana kuondoa haraka. So lazima Simba wasiwe na haya makosa ya kupiga back pass za mara kwa mara, kwa sababu zinaweza zikawagharimu kwa namna moja ama nyingine na ikasababisha Young Africans wakapata advantage na wakajipata wanafunga kupitia mipira ya namna hiyo. Lazima Simba
Simba waangalie kwenye hilo eneo, na eneo ambalo mimi na suggest ni kuanza na long balls. Sio lazima waanzie mashambulizi yao chini, ama kama wataanzia mashambulizi chini, Kagoma asiwe sehemu ya watu watakaokuwa wanashuka chini kuanzisha mashambulizi. Wanaweza wakamruhusu Jean Charles ama Fabrice Luambangoma, kwa sababu passing accuracy yao ni kubwa ukitofautisha na Kagoma ambaye kimsingi yeye ni destroyer midfielder na sio playmaker in search ambaye anaweza kukupa hicho kitu unachokihitaji. Kwa Young Africans sawia na kikosi cha Simba Sports Club, ndivyo ambavyo hata Young Africans nitakapokuchambulia, kwa sababu na wao wana madhaifu mengi sana ambayo wanayaonyesha timu inapokuwa inaanzia mashambulizi chini. Hususan mtu ambaye anachomesha sana kama timu itakuwa na pressing ya hali ya juu sana ni pamoja na Ibrahim Ahmad Baka. Kwa nini Ibrahim Baka anakuwa mchomeshaji? Kwa sababu kiufundi Baka sio playmaker mzuri, na anahitaji kupata nyakati za kugusa mpira mara 2 mara 3 kabla ya kufanya maamuzi fulani ya kupeleka mpira mbele. So katika muktadha wa namna hii lazima Young Africans waje na alternative ambayo itakuwa inamuondoa Baka kwenye hiyo pressure, na namna ya kufanya build up ambao kwangu mimi nadhani inaweza ikawa bora sana kwa kikosi cha Young Africans ni kutumia mabeki wa pembeni wasimame juu ya mstari wa katikati, and then hao mabeki wakati kwa maana namba 4 namba 5 wasimame kwenye mapana ya box la timu ya Young Africans, and then namba 6 asogee kwenye semi circle. Yani Young Africans waanze build up wakiwa kwenye eneo lao zaidi. Advantage ya hii ni kwamba utaivuta klabu ya Simba, lakini pia hawa mabeki wa pembeni hawa mabeki wakati ambao ni Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job watakuwa wanapata uwanda mzuri sana wa kuangalia view ya uwanja kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale. So tusubiri tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa. Nitaendelea kukupa uchambuzi kidogo kidogo kuhusu nyakati zote na maeneo yote, lakini kwanza unajua waga wanasema mara zote eneo la katikati ndilo eneo ambalo huwa linaamua, eneo la ulinzi ndio waga linaamua nani atakuwa bingwa, kwa kutimiza yale maneno aliyosema Jose Felix Mourinho kwamba timu bora itashinda mechi, lakini timu bora itashinda mchezo. Striking force itakusaidia kushinda mchezo, lakini backline bora itakusaidia kushinda makombe. Na naamini kabisa Young Africans kama kweli wanataka kubeba makombe lazima wajiandae kinagaubaga kushiriki kwenye muktadha wa namna hiyo, wasije wakajikuta wanafanya makosa. Lakini pia hata kikosi cha Simba Sports Club na wao lazima wajiandae namna ya kudhibiti hizo mipigo ya kuanzia mashambulizi chini, kwa sababu timu zote hizi ziko vizuri kwenye counter pressing. Simba wana Kip Dennis, Elim Panzo pamoja na Steve Desa Mkwala ambao uwezekano kukabia juu kwao ni mkubwa zaidi. I don't know itakuwaje, tusubiri tuone. Asante, bye bye.